itakayonibeneza. Wakati huu Bwana wewe ni mwalimu, Roho Mtakatifu ndio mshauri, Roho Mtakatifu ndio advocate wetu, Roho Mtakatifu ndio our counselor, our teacher. Chukua usukani, ukatende makuu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunamwamini, tuseme amen. Wanasifiwe. Amen. Twende kwa maandiko tukabarikiwe na neno siku ya leo katika Luka 4. Luke chapter 4. Luke chapter 4, verse 1. Luke chapter 4 verse 1. Nasema kwa Biblia yangu ya Kiswahili. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambiwe jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudieni Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagiza malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Bwana asifiwe sana. Hapo mstari wa mwisho tumesema basi alipomaliza kila jaribu. Haleluya. Alipomaliza kila jaribu. Tunaona anaposema alipomaliza kila jaribu, tunaona kuna 3 areas. Haleluya. 3 areas ambayo Yesu alijaribiwa. Na Yesu akiwa ndio mwalimu, sisi wanafunzi tunajaribiwa ama tujaribiwi? Yesu akiwa ni mwanafunzi na alijaribiwa, na tukiona alijaribiwa in 3 areas. Hizo 3 areas tutaziona katika waraka wa Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana, 1 John chapter 2 verse 15. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:15. Ile areas ambayo Yesu alijaribiwa, there are 3 areas. Na maandiko yanaandikwa ajili ya kutuonya na kutu alert ama kutuandaa. Haleluya.
Maandiko yanaandikwa kwa ajili ya kutuandaa. 15 inasema, waraka wa kwanza wa Yohana 2:15, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, number 1. Haleluya. So tumesema kuna areas 3 ambazo mtu Yesu alijaribiwa na ibilisi shetani kule nyikani. Sasa mmeona kwamba maana kila kilichomo duniani, na verse 16, yaani tamaa ya mwili. The first area ambayo Yesu alijaribiwa ni tamaa ya mwili na tamaa ya macho. Haleluya. Na kiburi cha uzima. Hizo ni area ngapi? Area 3 ambazo shetani alijaribiwa. Jaribio la kwanza lilikuwa in the area of tamaa ya mwili. Ya pili ikawa ni tamaa ya macho, the lust of the eye, na kiburi cha uzima. Havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Sasa wakati tunasema wachana na mambo ya dunia, wewe ufuata Yesu, wachana na mambo ya dunia, si mara nyingi tunanena hivyo? Dunia ni nini? Dunia ni miti na milima. Haleluya. Mara nyingi sisi tunaongea hivyo. Mtu anakwambia wewe achana na mambo ya dunia. Wewe achana na dunia. Wewe uko kwa wokovu. Uko ndani ya Yesu. Wale watu walioko ndani ya Yesu hawafuatani na mambo ya dunia. Haleluya. Basi dunia, hiyo dunia inasemwa dunia. Ndio hii tumeisoma bana sio sana. Dunia nini? What is the world? Haleluya. Kama hayuko if you are not in Christ, you are in the world. Lakini sasa kama Yesu mwenyewe tunaambiwa hapa shetani alimjaribu kwa muda. He does not give up easily. Story inasema, and Jesus answered and said to him, it has been said, you shall not tempt the Lord your God. Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Hiyo ndio nilikuwa natafuta kwa until an opportune time. Hapa kwa Kiswahili nasema alimwacha kwa muda. So he did not leave him permanently. Ama he did not leave him. Yako inasemaje? Good news yako. Luke chapter 4 verse 13. Tusome. When the devil finished tempting Jesus everywhere, he left him for a while. He left him for a while. He left him for until an opportune time. Hii yangu ya Kiswahili inasema, kwa hiyo ibilisi akisha kumaliza majaribu yote, akamwacha mpaka wakati mwingine unaofaa. Mpaka wakati mwingine unaofaa. So until an opportune time. So the devil goes looking around for opportunities. Kwa sababu yangu ni Kiingereza inasema until an opportune time. Wakati unaofaa, until another time. So he goes looking for opportunities. Hallelujah. He takes somebody who goes looking for opportunities is somebody who goes taking advantage of our situations and our circumstances. Hallelujah. He goes and takes advantage over labda ni weakness. He takes advantage labda ni situation. Unaona hata mtu mwingine akipoteza mtu wa kwao. Labda kwa mfano ni close relative ambayo amepotea. Either ameenda kupumzika na Bwana. That is an opportune time ya wewe uanze kuhesabu. Nyanya yetu alipotea. Hata unasikia watu wengine wakilia matangani huwa hawalili yule mtu amekufa. Yaani amehesabu. Sasa ile ikawa katika hiyo opportune time, shetani anatafuta an opportunity time. Unaona? Hallelujah. Ndio sasa ana remind you of your past.
Na maandiko inasema if the devil reminds you of your past, remind him of his future. Hallelujah. On opportune time ni wakati mwingine ukifanya kosa limoja, shetani ni mshtaki, anaenda collect ile listi yote ya makosa hata yale ulisamehewa zamani. Alafu anayaleta, anayaweka kama mashtaka. Unaona wakati mwingine hata mtu akishtakiwa kotini, mtu mwingine ambaye hajawahi fanya kosa hata limoja, hilo ni kosa lake la kwanza, anakuwa acquitted. Kwa sababu he is a first offender. Anawachiliwa kwa sababu ya hiyo, anakulia. Anasema huyu ni kuteleza, first offender. Lakini yule ambaye amewahi kufanya makosa mengi, wanatafuta records zake. Hata huyu ni yule tulikuwa tunatafuta sana, yule sugu. Yule anafanyanga ukora na kuhepa. Bwana asifiwe sana. So shetani anatafuta an opportune time. He is an opportunist. Yeye utafuta tu namna ya kushtaki. Bwana asifiwe sana. Lakini tumeona siri moja. Haleluya. Tumegundua siri moja katika maandiko, ya kwamba Yesu alijibu imeandikwa. Haleluya. Yaani imeandikwa ina maana ukianza kuweka mjadala na shetani, yani mketi na shetani mwanze kujadiliana na kucompromise ama kuja kubaliana na mje in agreement. Unaona? Hapo ni hatari sana kwa Mkristo yoyote. Yani kukaa meza ya majadiliano, yani kwa table moja ya majadiliano na shetani. Hallelujah. It is very dangerous. Kama ilikuwa dangerous kwa shetani, kwetu sisi ni more dangerous. Kweli ama uongo? So Yesu hakupea shetani hata nafasi. Hakumpatia nafasi hata kidogo. Na mara nyingi vita vingi, vita vyetu kama Wakristo mara nyingi vinashindwa, vinafaulu ama vinakosa kufaulu katika mawazo yetu. Hallelujah. Our wars and our battles are either lost or won in our minds. Hallelujah. Katika mawazo na fikra zetu. Yaani kwamba katika mawazo yako na fikra zako ukianza kuwaza na kuwazua kuhusu jambo. Hallelujah. Bila kulileta kwa mizani na kuweka kwa mizani ya neno la Mungu. Hallelujah. Kulipima na mizani ya neno la Mungu. Shetani amesema hivi, yeye ndiye amesema. Lakini tukilipima na mizani ya Mungu linasemaje? Yaani una challenge shetani na neno la Mungu. Hallelujah. Kwa sababu nobody is intelligent enough uweze kumchallenge shetani hivi hivi. Hata Yesu alikujua. He is not intelligent enough kuweza kuchallenge shetani hivi hivi. Na ukiangalia ni ukweli ya kwamba mtu akianguka iko katika Zaburi 91. Ni ukweli, imeandikwa Zaburi 91. Ukianguka malaika wanakushika. Lakini Biblia haikusema ujiangushe. Sasa shetani alimwambia ajiangushe. Na ukishajiangusha malaika watakushika. Akakoti maandiko. Hallelujah. So mara nyingi kama hauko very sharp katika maandiko, shetani atakunasa tena kwa kupitia kwa maandiko. Kwa sababu atasema na imeandikwa na anakuonyesha. Lakini hebu angalia hapa, ni yule anayeanguka akiwa ametegwa, labda akiwa anawea hajui. Huyo ndio malaika humshika. Kwa sababu Mungu huagiza malaika wake watushike. Hallelujah. Tunapoingia katika majaribu, lakini sio ati kwa intentionally. Na Yesu akajaribiwa kwa hizi sehemu za tamaa ya mwili, ya kwamba alikuwa njaa. Na ukiwa njaa, mwili unakuwa mdhaifu na unataka kukula. Akateke advantage wakati ule Yesu akiwa njaa. Akamwambia geuza mawe yao mkate. Tamaa ya mwili. Hallelujah. Yaani wakati unawaiwa tu wakati ule ambaye ni opportunity. Naye Yesu akajibu kwa maandiko, imeandikwa mwanadamu hataishi kwa mkate. Katika Kumbukumbu la Torati 8, Mungu aliwaambia wana Israeli, niliwaacha jangwani mkae njaa. Na mkaishiwa na nguo, mkawa na nguo moja, mkatembea na nguo moja. Na mkakaa njaa.
mkakosa kukula watermelon na vitunguo vya Misri, mkakaa njaa. Lakini mlipozidi na njaa nikawapatia mana, chakula cha malaika kutoka mbinguni. Lakini nilifanya hivyo na kusudi mpate kujua mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Yani you shall not live by bread. Ndiyo, you live by bread, but not by bread alone. Hallelujah. Yani hiyo hai replace bread. Yes, bread plus neno la Bwana. Hallelujah. Ndiyo bread, lakini pamoja na bread na neno la Bwana. So Yesu akamwambia mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Kuna neno hapo linasemekana, shall not live by bread alone. Si kwa mkate tu, lakini pamoja na mkate na neno la Bwana. Hallelujah. Hivyo ndivyo Yesu aliweza kumshinda shetani. Kwa hiyo area ya tamaa ya mwili. Hallelujah. The pride of the eye. Hallelujah. Hiyo jaribu lingine la pili Yesu alijaribiwa ni the lust of the eye. Tamaa ya macho. Hallelujah. Tamaa ya macho ni kwamba Yesu, shetani akamletea Biblia imeandikaje katika Luka Ibilisi akamwambia, nataka wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu. Hapo ninasoma ni chapter 4 verse 6 ya Luka. Mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Haleluya. Sasa shetani anasema ati yote yaliyo ya shetani ya dunia atampea yawe yake, yawe ya Yesu. Hiyo ni area ambayo inaitwa area ya the lust of the eye. Tuone Yesu alijibuje. Basi wewe, Yesu akamjibu verse 8 akamwambia, imeandikwa, msujudini Bwana Mungu wako. Hallelujah. Only worship the Lord your God. Yani hicho ni kiburi. Kiburi ama tamaa ya macho. Yaani kwamba ati nikupe huu ufalme wote. Yani ni nani hapa hapendi majina makubwa? Nani hapendi jina kubwa? Hallelujah. Hata mimi napenda jina kubwa. Kama wewe upendi, mimi napenda. Hallelujah. Hata gavana alipokuwa gavana, kila mtu anataka kusema mimi ni kazi ya gavana. Ni nani hapendi? Hata headmaster wakati mwingine mimi unatisha vijana. Na mimi ni kazi ile headmaster ni uncle yangu. Ukiona mtu anakuonea headmaster ni uncle yangu. Na wengine walikuwa na hii tamu mpaka kwenda tunaamini ule msimguse. Ni uncle ya principal. Na mjamaa anatoka hivyo akijita uncle ya principal mpaka nafaulu. Watu walikuwa wajanja. Hallelujah. Sasa naye Yesu akawa anajaribiwa na kupitia kwa hili jambo ya kwamba awe amiliki mji. Hallelujah. Lakini nashukuru Mungu kwamba alishinda kupitia kwa kusema kwamba imeandikwa ya kwamba msujudini Bwana Mungu wako. Hiyo ni tumeingia kwa area inaitwa compromise. Kuna vitu mingi tu ambavyo shetani anataka tu compromise navyo, ambavyo kwa kweli ni counterfeit. Unaona hata wakati mwingine simu inakuja meki mpya ambayo labda ni Samsung sijui ngapi, alafu kampuni nyingine pia naye hapo inatengeneza counterfeit. Na inapotengeneza counterfeit inaleta na bei rahisi, ndio utakuja kujua hii ni fake. Utajulia na nini? Na bei. Ile original inakuja na bei kali. Lakini sasa hapo tena kuna mtu mwingine ambaye sitaki kumtaja, ambaye jina lake linaanza na M, anatengeneza nyingine ambayo ni counterfeit. Lakini sasa utajulia wapi? Kwa bei.
So wakati mwingine baraka za Mungu zinapokaribia, kuna pia mwingine anakuja na counterfeit. Hallelujah. Wacha niseme hivi, God does not come too early and God does not come too late. He comes in time. Hallelujah. God comes in time. Umeomba jambo, unatarajia Mungu akuonekanie kwa jambo fulani. Mungu haharakishi na Mungu hachelewi. Mungu huja kwa wakati wake. He comes in time. He does not come early, he does not come late. Na mara nyingi wakati Mungu amechelewa anakusudi. Maybe he's preparing you. Uweze ile kitu ikikufikia usije ukaipoteza. Na mara nyingi ndio nawaambia watu, kama unataka kupanda gorofa, tumia stairs. Ndio ujenge enough muscles uweze kukaa pale juu kwa muda mwingi. Lakini ukitumia lift, utakuwa umetumia lift umefika haraka, lakini you don't have enough muscles za kukusimamisha pale juu. It is easy to be number one, it is also hard to remain number one. Hallelujah. So, ukitumia lift, ina maana umejenga misuli ya kutosha kukaa pale juu. Wanasema charisma can take you up, but it is character that will sustain you up. Bwana sasa, unaweza kuwa na charisma enough to take you up very easily, yani ikufikisha hapo kwa haraka, lakini character inakufanya nini? Inakuweka pahali pale, ama una remain pale pale. Hallelujah. Mwingine akasema it is better not to achieve than to achieve and lose it. Bwana asifiwe sana. Ni heri utumie Mungu aje kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Jaribio, another area ambayo Yesu alijaribiwa, it is in the area, inasema nini? Hiyo area pastor inasema nini katika waraka wa Yohana 2:16? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 nasema, na kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima. Ule uko na kizungu. Kiburi inasema hapa, yangu inasema kiburi cha uzima. The lust of the eye, the pride of life. Kiburi cha uzima ni pride of life. Pride of life. Yesu alijaribiwa in the area ya pride of life. Hallelujah. Pride of life, whatever little we achieve, it is not by our power. Hallelujah. Kile chochote tumeachieve, it is not by our power. Deuteronomy chapter 8 inasema ya kwamba niliwaacha mkae njaa ndio mjue mimi ndio Mungu niwapae nguvu ya kupata utajiri. Na akasema baadaye pale chini, siku ile mtakuwa mmeingia kwa ile mashamba ya mizabibu, msije mkasema uwezo wetu na nguvu zetu zimeshinda hawa maadui tukapata hii mizabibu na hii mashamba ya Wakana, Moabites, Jebusites, Canaanites, Perizzites, hawa wote. Mungu akawaambia nilikuwa ninawaandaa. So Mungu huwa anatuandaa kiukweli kweli. Bwana asifiwe sana. So akawapitisha jangwani miaka 40 in preparation ya zile baraka wanaenda kufikia. Hallelujah. So kila mmoja wetu ako na stage yake ya preparation ya yale mambo ambayo unatarajia. Sijui ni kitu gani unatarajia katika maisha yako, lakini wacha niseme ya kwamba Mungu ako involved ama anaingilia kila kitu kidogo. He is involved in every small bits of our life. Mungu anahusika katika hata yale mambo madogo madogo unaona ni madogo sana. God is involved. Hallelujah. Ambia mwenzako Mungu anahusika. Hata kwa yale mambo unaona haya ni madogo sana, Mungu hajui, Mungu anajua. Anasema kwamba anajua hata idadi ya nywele zetu. Ameandika majina yetu katika viganja vya mikono yake. So Mungu ana in his own time atatenda, kwa sababu yeye ni Mungu. Bwana asifiwe sana.
na anajua kuumia kwetu, anajua maadui zetu, anajua kuumizwa kwetu, anajua kila uchungu kwa sababu yeye alipitia. Na tunaona hapa katika Luke 4 ya kwamba Yesu alipitia hayo akijibu kwamba imeandikwa. Wakati mwingine hata inaweza kuwa ni magonjwa. Shetani ameleta magonjwa. Mbona usimwambie imeandikwa? Haleluya. Na wakati mwingine anakuambia ati wewe umekuwa mgonjwa kwa sababu umetenda dhambi. Haleluya. The devil, shetani huja kufanya nini? Kuhukumu. He comes to condemn and to death. Yesu anakuja kuconvict and salvation. Haleluya. Amen. Yeye shetani huja kushtaki mauti. Lakini Yesu anakuja kutushawishi kufikia nini? Uokovu. Condemnation unto death, and Jesus is conviction unto salvation. Hallelujah. So wakati wowote unakuta kwamba kuna vita ndani ya mawazo yako ya kwamba ukishtakiwa na shetani kama umetenda dhambi, Biblia imemwita ni mshtakia wetu. Hallelujah. Yeye ni mshtaki ya wateule. The devil is the accuser of brethren. Yeye ni mshtaki wa wateule. Na ile jambo Mungu alishamaliza kwamba Zaburi 103 anasema kwa mapigo yake tumepona. Hallelujah. Amen. Atusamehea makosa yetu yote, au ponya na magonjwa yetu yote, au okoa uhai wetu na kaburi. Hallelujah. Amen. Katika Isaiah 53 anasema alichubuliwa kwa uovu wetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, na kwa mapigo yake tumepona. Wewe umwambie imeandikwa. Hallelujah. Imeandikwa wapi? Niambie imeandikwa kwa mapigo yake nimepona. Na hivyo unakiri uponyaji. Hallelujah. Lakini utajisikia ya kwamba hujapona. Utajisikia maumivu. Lakini tena usirudi ukasahau. Hatuenendi kwa kujisikia. We don't walk by feelings. Hatuenendi kwa kujisikia, tunaenda kwa imani. Hallelujah. Tunaenenda kwa imani. Hatuishi kwa kuona, tunaishi kwa imani. So unakiri kwa imani yale ahadi za Mungu ametuahidi za uponyaji. Uponyaji wetu uko hapa. Hii ndio certificate yetu ya positive certificate. Nimeona kwa TV mtu anaonyesha barua mbili, before and after. Wakati alikuwa positive of corona na after amekuwa negative. Anapimwa na anaonyesha ushahidi kwamba I was positive and now I'm negative. Sasa certificate yetu ya negative ni neno la Mungu. Hallelujah. Unashika neno la Mungu, unaulizwa wewe umepimwa corona, ulikuwa, lakini sasa hapa si inaonyesha kwamba ulikuwa na corona. Hata hii certificate inaonyesha kwamba nilikuwa na corona, lakini nimekuja na certificate nyingine, nimetoka kupimwa saa hii, niko na certificate nyingine ambayo inasema I am negative. Hallelujah. So hata hapo mkiargue uko na certificate tayari. Hallelujah. Hivyo vile tunaonyeshwa certificate. Pale kwa TV naona mara nyingi. Na mtu ako na ujasiri kwa sababu amepita na certificate yake, ametoka kupimwa na hiyo certificate yake inasema he is negative. Na ako na ujasiri na ako na guts. Hallelujah. Na sasa kama sisi tuko na certificate yetu, tunataka tuwe na ujasiri. Hallelujah. Kwa sababu mara nyingi tumeona kwamba huyu ni mshtaki na mashtaka yake tulisoma hapo mahali anasema, and he was looking for, he left Jesus until an opportune time, atiko angoje another chance. So yeye ni mtu wa kutegea ma chances itokee alafu strike. Hallelujah. Lakini tusimpe nafasi. Hallelujah. Tumesoma katika Matthew 26:41. Kesheni. Hiyo ni koma. Muombe. Kesheni, muombe. Msije mkaingia majaribuni. Hallelujah. What is the way out? Je, ni njia gani ya kutokea?
njia iko wapi ya kutokea, which is the way out ya kuingia katika majaribu, which is the way out ya kutoingia katika majaribu. Kesheni muombe. Yako imesemaje? 26:41. Soma 41. Hallelujah. Yako inasemaje pastor, kama yangu? Kesheni muombe, usije kesheni alafu kesheni muombe, usije mkaingia majaribuni, roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Unajua ni kwa nini tunasoma uzingatie koma? Kwa sababu kuna kukesha na pia kuna zaidi ya kukesha kuomba. Unaweza kuwa umeomba na hukukesha, na unaweza kuwa ulikesha lakini hukuomba. Ni kama kuna watu wengine wanafanyanga mgomo. Tunatangaza hapa hii wiki itakuwa ni wiki ya maombi, alafu wewe huli na pia huombi. Huyo mtu hayuko kwa fasting. Kula huli lakini pia na kuomba huombi. Na mara nyingi watu wamedanganyika. Ati sasa mimi niko kwa fasting. Amefunga haja kula, amejinyima chakula. Huyo mtu ako kwa mgomo. Haina tafuta ile aseko tasikia watu wamegomea chakula. Hallelujah. Hiyo ni mgomo, hiyo si kufunga. Kufunga ni kujinyima chakula pamoja na kuomba. Sasa hapa ikasema kesheni, hiyo ni jambo lingine, na pia kuomba ni jambo lingine. Hallelujah. Kama vile nasema watu wanapenda kusema akimpige shetani na yeye atatutoroka. Haisemi hivyo. Haisemi hivyo, akimpige shetani na yeye atatutoroka. Anasema submit to God. Hallelujah. Biblia inatangulia inasema submit to God. Then resist the devil and he will flee. Ati utampinga shetani alafu aende na mwenzako amesubmit na akampinga, wewe umempinga bila kusubmit. Unasemaje bwana? Keep watching and praying that you Keep watching. Good. Keep watching and pray that you will not fall into temptation. You will not fall into temptation. Bwana asifiwe sana. Hapo nilikuwa nataka hivyo. Umesoma ile nilikuwa nataka. Keep watching and pray. Hallelujah. We are to keep watch. Keep watch. Hata saa zingine si ati ujifungie uweze kuomba. Siku nyingine nilikuwa nimetoka kwa nyumba yangu, naenda nikirabashanda. Rebo saka la boyanda, naenda nikiomba nikiitisha damu ya Yesu. Nimeshika mbuzi zangu ati naenda kuzitafutia mahali pa nyasi. Nikienda kufika hivi nimesimama hapa na nimefika hapa nikateremka na mbuzi. Hapa ni miti, hii ni miti. Nikaenda nikafunga mbuzi, nikamaliza. Nikaanza kurudi na ile njia. Sasa ninatokea na nyuma, hapa nilipitia mbele. Nyoka kubwa na inaitwa cobra. Nimeipita hapo. Nyoka tena haijameza kitu, iko njaa. Nyoka kubwa, hapa ni cobra. Na nimepita hapa na mbuzi zangu nikizivuta hivi. Na nikirabashana. Bwana asifiwe sana. Nikiitisha damu ya Yesu. Na naenda nikiongea hata nikashinda. Hata mtu akikuta nawe anasema, huyu naye. Kwani wako watu wangapi? Anaweza kuchungulia akishindwa kwani mtu wangapi. Lakini naenda nikiomba. Haimaanishi kwamba ati upige magoti hata ukiwa sokoni, ukiwa barabara. Anaingia kwa gari anaomba. Haleluya. Kwa mtu anaweza kukuangalia vibaya. Haleluya. Lakini ukifanya kama ni lifestyle, hata huonaji ati ni aibu ama ni haya. It is your lifestyle. Haleluya. Nimependa hiyo sana. Mtu anaingia kwa magari, anajiombea, anakabidhi safari mbele za Mungu. Who knows? Nani ajuaye? Labda umeingia kwa hiyo gari, wewe ndio peke yako unastahili kwa maombi yako ukaokoe watu wengi. Mungu amekuleta kwa makusudi purposely ili kwa uwe ndio passenger kwa hiyo gari, na hiyo roho zote kama ni basi ya watu 40 ziko mikononi mwako. Mungu amezi entrust mikononi mwako. Hallelujah. Na kwa maombi yako utayaokoa.
Haleluya. Amen. Kwa maombi yako utaokoa basi mzima. Mzima. Basi mzima. Haleluya. Na si kwa uwezo wetu tukitenda. Haleluya. Sio sisi tukitenda na Mungu akitenda ndani yetu. Na ndio sababu usianze kujiangalia. Mara nyingi tunapenda kujiangalia, mimi kama Gideoni, si wewe peke yako, hata kuna mtu alikuwa anaitwa Gideoni. Mimi ninatoka katika ukoo mdogo zaidi. Mimi ndio natoka katika ukoo mdogo zaidi, na ndio sisi tunatoka katika nyumba ya maskini zaidi. Na hivyo visababu ndio tunakuwa navyo. Bwana asifiwe sana. Lakini sio sisi tukitenda, ni Yesu akitenda ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Marko 16 akasema nimewapa nguvu atakapokuja Roho Mtakatifu. Haleluya. Mtakuwa mashahidi. Mtakuwa mashahidi. Ni kina nani hawa watakuwa mashahidi? Kina Petero yule alimkana Yesu mara 3. Anaambia katika Marko 16 anaambia mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi. Mtu yule alimkana Yesu mara 3. This time wanakuwa mashahidi Yerusalemu, Judea na Samaria. Wakati gani? Wakati gani anafanya hivi? Baada ya kuwa amepokea nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. So si kwa wewe mwenyewe, ni Roho Mtakatifu atakukumbusha maandiko. Unajua unaweza kumemorize maandiko, uanze kusema sasa shetani akinikujia hivi nitamjibu vipi? Kama Yesu vile alisema imeandikwa, mimi nitakumbukaje maandiko na mimi nimwambie imeandikwa. Roho Mtakatifu atafanya hiyo kazi. Si wewe ukiifanya, Roho Mtakatifu atafanya ndani yako. Wala sio sana. Ndio atakayokukumbusha maandiko. Sikuona mahali mwingine, mahali pengine tunaambiwa Roho Mtakatifu ndio anayetukumbusha, anayetuombea kwa kumbukumbu sikuweza kutamkika. Na yeye ndiye anatukumbusha maandiko. Mahali umesahau, Roho Mtakatifu atafanya hiyo kazi. Huenda usikumbuke chapter. Na si lazima ukumbuke chapter, lakini unajua katika Biblia ishaandikwa. Unataja hiyo hata kama hujui kifungu. Mtu akiinsist imeandikwa wapi? Sema. Ama nataka unamwambia give me time Bwana, kuwa mpole. Nende niangalie kwa wakati wangu njue ni chapter, ni verse fulani chapter fulani. Lakini kama ishaandikwa ni kwa Biblia. Haleluya. Amen. Na hivyo ndivyo tutakavyoshinda. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu ni mwaminifu na tumesoma maandiko kwa undani. Wakati mwingine Mungu atujalie nafasi, tulisoma juzi mambo ya tai. Haleluya. Kupata nguvu kama tai. Kupata nguvu kama tai. Tai ni mountain top life. Inaitwa nini? Mountain top life. Yaani maisha ya kule mlimani. Top in the mountain. Top in the mountain ni mahali kuna baridi. Ni mahali kuko na umbali. So mara nyingi inakuwa ni challenge. Si watu wengi ama si rahisi kufikiwa. Haleluya. Ukiwa pale juu si rahisi kufikiwa, uko safe. Uko safe kwa sababu environment yenyewe haipendezi. Environment yenyewe si favorable. Haleluya. Kwa sababu ukiwa katika environment ya maombi na environment ya neno, kwa shetani si environment nzuri. Ukiwa kwa environment ya neno la Mungu, environment ya maombi, environment ya kukesha, si environment ambayo ni nzuri kwa nani? Kwa yule adui. Haleluya. Na kwa sababu yeye utafuta opportunity, naamini kwamba huwa anatafuta favorable opportunity. Na pale kwa mlimani kama tai, it is not a favorable opportunity kwa shetani. Na sasa ndio sababu tukiweza kumea mbawa kama tai, tutaishi a mountain top life. Haleluya. Nikimalizia ndege ilikuwa inasafiri. Wakati ndege ilikuwa inasafiri, kukawa kuna mzigo mwingine, lakini ulikuwa ni mzigo dangerous.
kuna sanduku limebeba nyoka. Sanduku limebeba nyoka, sijui alikuwa anasafirisha kutoka nchi nyingine kwenda nchi nyingine, na ilikuwa ni nyoka poison. Nyoka ambaye ni ya sumu kali. Sasa kwa bahati mbaya ama nzuri, ile box limebeba nyoka, linasafirisha nyoka ndani ya ndege, limekaa karibu na kwa mahali mizigo inawekwa. Na hiyo mizigo inawekwa ni karibu na engine. Sasa vile ndege ina run, engine inakuwa moto. Engine ina run, ndege inasafiri, engine inakuwa moto. Engine ilipokuwa moto sana, yule nyoka akashindwa na joto, akatafuta hewa safi, ikabidi atoke kwa sanduku. Aweze kufanya nini? Aweze kutoka kwa nje. Atoke nje mahali atapata hewa safi. Sasa watu walipoona nyoka ametoka kwa sanduku lake, amezidiwa na joto kule kwa store ya mizigo, amekuja mahali passenger wako, ikawa ni dangerous huyu nyoka. Basi science ikawafundisha hivi. Kuna line inaitwa snake line. Hallelujah. Kuna line inaitwa snake line. Ikabidi hiyo ndege isifly hapa karibu mahali weather ni nzuri. Gain height, iendelee kugain height. Iendelee kugain height, yani iende juu. Itoke mahali ilikuwa inaendea ile height yake, iende height ya juu. Mpaka ipite mahali kunaitwa snake line. Juu zaidi. Mahali kuna baridi sana ambayo nyoka haziwezi kusurvive. Hallelujah. Basi wewe ukipanda kwa maombi, kuna kiwango mapepo haiwezi survive. Ukipanda kineno la Mungu, kuna mahali mapepo hayawezi kusurvive. Na akapanda mpaka ukule mahali nyoka alikufia. Wao wako na oxygen. Mnavaa hewa yenu vizuri, mnavaa oxygen zenu vizuri, alafu ndege inaenda juu zaidi. Na mahali hapo nyoka ilipokufa, tena ndege ikarudi ka maintain height yake.